ambaye alimuuliza swali kuhusu namna gani Yanga atalinda hiyo utofauti wa pointi 8 na timu ambayo iko nyuma yake. So alichotaka kuzungumzia kuhusu hiyo swali ni kusema kama malengo ya kuchukua ubingwa kwanza ni umoja katika wote, uongozi, wachezaji, mashabiki na wengine. Hata kama inaweza katokea kwa mfano, inaweza katokea matokeo ambayo ni mabaya kwa mfano, sawa, lakini sababu malengo tumejiwekea malengo, so matokeo ile haiwezi kafanya turudi nyuma kabisa. Hivi tumepoteza mechi moja basi na ndio hivi kabisa tumetoka. So ina maana ni ile tushikamane wote kwenda pamoja, inapotoka dharura fulani ikikuja tushikamane tena wote ili tufikie malengo ambayo tumejiwekea. Asante. Kumbe mwalimu alikuwa amekuja na swali la 3. Alikuwa amekuja nalo, kwa hiyo na mimi hilo ndio swali langu la mwisho kwa siku ya leo. Karibuni. Pour le match de KMC et pour la prochaine période, généralement, si on observe bien le match qui vont arriver, surtout les 3 premiers matchs, c'est des matchs de derby. KMC derby, Azam derby, and Simba a big derby in Africa. C'est une période extrêmement importante. C'est pour cela que nous nous sommes préparés avec les plus grands sérieux pour le match de KMC, avec toujours du sérieux, de l'humilité et de la confiance. Nous savons vraiment que KMC a de très bonnes qualités. Nous l'avons rencontré, même si on l'avait battu, mais elle a changé, elle a progressé avec un nouveau coach, avec de nouvelles conceptions. Et hasa hizi mechi 3 zote ambazo ziko mbele ya Yanga ni mechi ngumu sababu ni dabi. Kutoka na KMC, Yanga KMC, Yanga Azam, Yanga Simba, zote 3 hizi mzunguko wa pili zinafuatana, zote ni dabi. Dabi kubwa kabisa Afrika hiyo ni ya Simba, ambayo itakuwa dabi ya 3. So maandalizi ya KMC lazima Yanga jiandae vizuri, sababu KMC ni timu nzuri na ni timu kubwa. Wataenda kwa kumheshimu KMC kutokana na ubora wake. Pia hawataweka akilini kama walimfunga KMC mechi iliyopita. Hiyo mechi iliyopita toka wamfunge KMC mechi iliyopita kuna mabadiliko makubwa. KMC imebadilika, imejimarisha na kocha mpya ambaye wamempata. Tena isitoshe huwa mechi ya KMC na Yanga huwa inakuwa ngumu sana, sababu akikumbuka alipokuja yeye kipindi kile kocha Juma Mwambusi, KMC ilitoka 1-1. So KMC ilisumbua Yanga sana. So ni mechi ambayo itakuwa ni ngumu, lakini kutokana na Yanga pia ana kikosi kizuri na maandalizi anayofanya kimakini, kiufundi, anajua utapata pointi 3. Sema mfano kuhusu mechi ya kesho, tayari kwenye social media kuna habari ambao kuna uvumo ambao umetapakaa kama Saido ameruhusiwa kwenda Burundi kwenda kufunga ndoa wakati timu ina mechi ambayo ni muhimu sana. So habari za design hiyo kwa kweli huwa zinasikitisha. Donc je tiens à préciser, comme ça c'est une occasion pour préciser la confusion d'informations. Saïdou est encore blessé, donc il est en rééducation et ça progresse vraiment. Alhamdulillah, sa blessure n'est pas comme Kibwana, elle est beaucoup moins. Donc il a même commencé à courir, mais il n'est pas vraiment apte pour jouer ces matchs. C'est pour cela, lorsqu'il nous a demandé l'autorisation, avec bien sûr en parallèle yuko majeruhi na anaenda na recover taratibu, na majeruhi yake sio ilikuwa kubwa kama kwa mfano ya Kibwana na wengine. Alhamdulillah anaanza kurudi, anaanza hata kukimbia kidogo. Sasa alipoomba ruhusa yeye ya kwenda nyumbani sababu yuko majeruhi na yuko katika hiyo recovery period, so aliruhusiwa ili
ajisikie fresh, atakaporudi amerecover, aendelee kufanya kazi kama kawaida kwa manufaa ya timu na wanatimu. Samani Dada, je suis un peu sorti de votre question, mais je voulais profiter par rapport aux absences pour préciser. Je continue la réponse. Alitoka kidogo kwenye swali lako ili nous avons encore donc comme absent Khaled Ocho qui ne pourra pas. Saido, Yakuba, Jesus Muloko na Aucho. Ila majeruhi ya Aucho nawaza mechi ya KMC atakuwa tayari sababu anaenda na recover kidogo kidogo. Hata Jesus pia naye anaenda na recover kidogo kidogo. So ambaye labda kidogo hata kuwepo itaweza kafika mpaka mwezi wa 6 ni Yakuba. So ni hawa wanne ndio ambao hawatakuwepo kwenye kikosi cha kesho. Mais alhamdoulilah, nous avons de très bons joueurs aussi, nous avons confiance en eux. Nous avons Chouroboy, nous avons Faisal Saloum, Yannick Bangala au milieu, nous avons Chikou Oshendi, nous avons Kani. Mashallah, Yanga have a big inshallah. Alhamdulillah, sababu tuna kikosi kikubwa na wachezaji wengi ambao wote ni wazuri. Atakuwepo wakina Shua Boy, wakina Faisal, wakina Bangala, wakina Chiko Ushindi na wengineo. So ni kitu kizuri sana kwa Yanga sababu Yanga na wachezaji wazuri, hata ambao wapo na ambao hawapo wote ni wazuri kwa kuleta matokeo. Kwa staili hiyo tutegemea kuwa It's not a game, it's a rich thing.